Mheshimiwa John Heche ametuhumiwa kwa kuchukua fedha kwa wafanyabiashara mbalimbali, ambao hao wafanyabiashara wamempa fedha kwa lengo la kuendesha shughuli za chama. Na Watanzania tukumbuke kwamba chama chetu ni kweli hakina fedha. Chama chetu hakina ruzuku, hatuna ruzuku yoyote ile kutoka serikalini. Kwa hiyo tunategemea wadau ndio watuwezeshe. Wapo wadau wa ndani na wapo wadau wa nje. Tunapoongelea wadau wa nje, tunamaanisha hata kwamba kuna mashirika mengine au vyama vingine ambavyo tuna urafiki navyo vya nje ya Tanzania. Kuna taasisi za nje ya Tanzania ambazo pia hizo zinatusapoti kwenye kuendesha shughuli zetu za chama. Lakini tunapoongelea wadau wa ndani, tunaongelea wadau wa ndani ya nchi. Wapo wafanyabiashara, wapo wafanyakazi wa serikalini, na hata kuna wengine ambao wako ndani ya CCM ambao wanatusaidia sisi kama chama. Na ili shughuli za chama ziende, lazima tuwe na fedha. Sasa tumekuwa na makamu mwenyekiti ambaye huyu makamu mwenyekiti yeye anachukua fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini hazifiki pale ambapo zinahusika. Na ndio maana juzi kwenye kamati kuu wamegombana. Wapo viongozi ambao walisimamia misimamo yao. Na katika hili kwa kweli nimpongeze sana kwa mara ya kwanza. Nimpongeze sana kaka yangu God Bless Lema, kwa sababu ninazo taarifa kwamba alisimama kidete kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti anarudisha hizi fedha au analeta hizi fedha ndani ya chama. Japokuwa haikuwezekanika kwa sababu makamu mwenyekiti alitoa sababu kwamba tayari ameshazitumia, na nyingine anasema kwamba amenunulia vyombo vya muziki vya chama, kitu ambacho ni makosa kwa sababu yeye sio mhasibu wa chama, yeye sio mkurugenzi wa fedha wa chama, yeye sio afisa maduhuli wa chama. Na inajulikana kabisa kwamba afisa maduhuli wa chama ni katibu mkuu ambaye ni John Mnyika. Sasa hii tabia ya kuchukua fedha ni tatizo kubwa sana ndani ya chama. Na wapo wafanyabiashara, leo nitamtaja mmoja ambaye John Heche amechukua fedha kwake. Na hao wafanyabiashara walipigiwa simu kwenye kikao cha kamati kuu na wakakiri ni kweli wametoa fedha kwa John Heche. Siku chache zilizopita Mheshimiwa John Heche aliondoka Tanzania kupitia mpaka wa Sirari. Alivyofika Kenya akaingia Nairobi, baada ya hapo akaelekea South Africa. Na South Africa ndo alipoenda kukutana na huyu mfanyabiashara, na huyu mfanyabiashara akampatia fedha. Ni kiasi gani sitakitaja leo. Na huyu mfanyabiashara anaitwa Niresh. Huyu Niresh ni mfanyabiashara ambaye amekimbia nchi. Na takwimu zake zote ninazo. Amekimbia nchi baada ya kufanya utapeli kwa serikali. Alipewa tenda ya kusafirisha mafuta kwenda Msumbiji. Lakini yale mafuta hayakufika kama jinsi ambavyo yalikuwa yanatakikana, mpaka serikali ya Msumbiji ikaleta doubt kubwa sana kwenye serikali. Sasa hizi ni taarifa za ndani ambazo mimi ninazo. Kwa hiyo Niresh akakimbia nchi. Sasa hivi tunavyoongea yuko South Africa. Na ndio Heche alienda South Africa kumfuata Niresh ili ampe hizo fedha. Na kwenye kikao cha kamati kuu kilichoketi Kigoma, Niresh alipigiwa simu akiwa yuko South Africa. Na Niresh akakiri ni kweli amempa John Heche fedha, lakini Heche hajafikisha fedha hizo ndani ya chama. Sasa Heche huyu amekuwa ni kiongozi ambaye ni wa kwanza kuwasema mafisadi. Amekuwa wa kwanza kuwasema CCM. Yale anayoyaongea majukwaani sio ambayo anayaishi. Yale ambayo anayaongea jukwaani sio ambayo anayatekeleza. Amekuja akaibua ufisadi ambao unafanyika ndani ya serikali.
Leo hii yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kufanya ufisadi ndani ya chama. Chama hichi tumekipigania kwa muda mrefu sana. Mimi tangia nimeingia Chadema mwaka 2007. Leo nina miaka 19 ndani ya chama hichi. Nina jasho, nina damu yangu. Ndio maana tunakipigania chama hichi kwa nguvu zote. Mtu yoyote ambaye ataleta shida ndani ya chama hichi, sisi hatutakubaliana naye. Na lazima tutoke tuongee ukweli. Jamii ijue misimamo yetu ambayo tunaenda nayo. Kwa mantiki hiyo, huyu bwana John Heche ambaye ni makamu wetu, kwa tuhuma nzito namna hii, sasa nadhani na ninaamini na ninawaomba wanachama wenzangu wa Chadema tushikamane kumtaka Mheshimiwa John Heche atupishe kwanza kwa ajili ya uchunguzi, kwa sababu tuhuma hizi ni nzito. Chama hiki tunaamini katika misingi ya kukataa ufisadi, tunaamini katika misingi ya haki. Sasa kama tunaukataa ufisadi, kwa nini leo tumfumbie macho bwana John Heche? Kwa nini leo tusiseme ufisadi ambao unaufanya ndani ya chama? Na hii sio moja. Nitawapa mfano mwingine wa Tanzania, na hapa naomba mnielewe vizuri. Baada ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Lissu, baada ya kurejea nchini na baada ya kukabidhiwa gari yake ile ambayo alipigwa nayo risasi wakati ule 2017, baada ya kurejeshewa gari ile, Watanzania wengi waliomba kumchangia ili anunue gari nyingine. Na Mheshimiwa Lissu kweli akapata fedha na akaagiza gari nyingine. Ile gari ilivyokuja Tanzania ikakaa muda mrefu bandarini. Kwa hiyo ikawa inapigwa penalty za gari kuendelea kukaa pale bandarini. Akatokea mfadhili mmoja, tena ni kiongozi wa serikali, sitamtaja jina. Yule kiongozi wa serikali akamuonea huruma Mheshimiwa Lissu, akaamua kuwatafuta baadhi ya vijana wa Lissu au wasaidizi wake ili akomboe ile gari, na alitoa kiasi cha shilingi milioni 100. Hiyo fedha milioni 100 iliingia kwenye akaunti ya bwana mmoja ambaye ni msaidizi wa Lissu, anaitwa David Jumbe. Nadhani wote tunamfahamu. Kabla ile gari haijatolewa, Mheshimiwa Lissu akawa tayari amekwisha kukamatwa. Alivyokaa wakati yuko gerezani, bwana Jumbe pamoja na Heche wakagawana ile hela, wakaenda kuchangisha Singida, na ushahidi upo. Lakini ile hela ambayo ilitolewa na huyo mfadhili ambaye ni kiongozi wa serikali, hiyo fedha waliitafuna Heche na David Jumbe. Na wakitaka ushahidi tunao, tuna mpaka bank statement ya bwana Jumbe, ambayo huyu Jumbe ndio hela iliingia kwake. Kwa Heche amekuwa na matukio ya mfululizo ya ufisadi. Na ndio maana Heche ni mmoja ya wanufaika wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kukaa gerezani. Na kwa nini ninasema hivi? Nasema hivi kwa sababu Mheshimiwa Lissu kupitia wakili wake ambaye anaitwa Kisabo, Mheshimiwa Lissu alishakubali kuketi na serikali wakae wayazungumze ili Mheshimiwa Lissu aachiwe. Lakini mtu wa kwanza kupinga ile statement ya advocate Kisabo alikuwa ni Heche, ndo mtu wa kwanza kuipinga. Yaani Kisabo ametoka gerezani, ameenda kuongea na Mheshimiwa Lissu. Kisabo akatoka akaandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani inajulikana kama Twitter, akaandika kwamba Mheshimiwa Lissu yuko tayari kwa ajili ya mazungumzo. Lakini Heche akapinga.
Heche anatafuta mileage ya kisiasa kwa sababu ana manufaa ambayo anayapata mwenyekiti Lissu akiendelea kukaa ndani. Na kama mtakumbuka mwaka jana kwenye sakata la tarehe 29 Heche alikuwa amekamatwa. Alikuwa yuko polisi. Heche huyu akawatuma ndugu zake waende waongee na serikali, waende waongee na vyombo ambavyo vinahusika. Lakini Heche alikamatwa kwa kosa kama ambalo amekamatwa nalo mwenyekiti Lissu. Ndugu zake wakaenda wakaongea, wakamuombea msamaha Heche. Heche akaachiwa. Heche ameachiwa. Leo hii yeye ndo mtu wa kwanza kumsakama au kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Lissu hatoki gerezani. Na Lissu yuko tayari kwa ajili ya mazungumzo. Wakili wake sio mwongo, alichokiandika wakili wake Kisabu kilikuwa ni cha kweli. Lakini sasa Heche anajua kabisa kwamba Mheshimiwa Lissu akitoka, haya mambo ya hovyo ambayo anayafanya hatapata mwanya wa kuyafanya. Hii mileage ya kisiasa ambayo anaitafuta hataipata tena. Kwa sababu Lissu akitoka, yeye ndio kiongozi wa chama, yeye ndio msemaji mkuu wa chama. Heche ni msaidizi wake, ni mshauri wake. Kwa hii mileage alionayo leo hataipata tena. Ndio maana Heche anapambana Lissu asitoke gerezani. Lakini yeye yuko raiani, na yeye alikamatwa kwa kosa lile ambalo Lissu amekamatwa nalo, ambalo ni kosa la uhaini. Sasa Watanzania lazima tujiulize kwamba kwa nini Heche yeye alienda au alituma ndugu zake kwenda kuomba msamaha kwa serikali, lakini leo anasema hatutakubali mwenyekiti wetu aende kwenye meza ya maridhiano. Hatutakubali mwenyekiti aachiwe bila masharti yote. Leo anasema mahakama itende haki. Kwa nini yeye alivyokamatwa hakutaka mahakama itende haki? Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D